Sasa tupate marudio ya makala Kilimo na Biashara yaliyokujia mara ya kwanza hapo jana, tukiangazia kilimo cha pamba kutoka Lamu. Eneo la Mpeketoni, kaunti ya Lamu, mistari ya pamba imeenea katika mashamba ya wakulima wadogo. Kwa miaka mingi, wakulima hapa walitegemea pamba ya kawaida, wakikabiliana na changamoto sihaba. Pamba ya zamani ingawaji ilikuwa inazaa sana na tunafuna sana, lakini kuiuza ilikuwa ni jambo ambalo tulikuwa tunateseka. Unaenda na gunia zako 250, lakini una shida hapo siku 3. Lakini leo mambo yanabadilika. Pamba iliyoboreshwa kijenetiki maarufu kama BT Cotton imetengenezwa kustahimili wadudu waharibifu kama bollworm ambao ni tishio kubwa kwa mavuno ya pamba. Kwa wakulima, uwezo huu tayari unapunguza hasara na matumizi ya dawa za kemikali. Ikilinganishwa na pamba ya kawaida, BT Cotton inapunguza gharama za uzalishaji, inaokoa muda na inapunguza hatari ya kuathiriwa na kemikali. Wakulima pia wanaripoti mavuno bora na yenye ubora wa juu wa zao hili, jambo linaloongeza kipato chao. Pamba ya zamani kwa eka moja ningepata kilo 300. Na hii ya BT nitapata kilo 1000. Kwa bei ya leo ile kilo ile ya zamani ingenipa shilingi 21,000. Lakini kwa BT nitapata shilingi 72,000. Na hiyo BT tunaona inafanya mzuri zaidi hapa. Juu unapanda tu kidogo, ikifika futi moja inaanza kutoa matawi. Wataalamu wanasema aina hii mpya pia inatoa nyuzi zenye ubora wa juu na unaolingana, jambo muhimu kwa viwanda vya kuchambua pamba na viwanda vya nguo vinavyotegemea malighafi bora. Zaidi ya uzalishaji, vyama vya ushirika vinasaidia wakulima wadogo kunufaika zaidi na zao hili. Kutoka tulipopata mbegu ya BT tumeweza kuona matunda mazuri katika ukuzaji wa pamba, na kama serikali tumeweka kipaumbele katika kusapoti wakulima wetu kwa mbegu na dawa ili waweze kuzalisha zao hilo kwa wingi. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen.